Hapo ambao huwa wanafurahia watu wakipata matatizo na kusherehekea na kuorodhesha na kukejeli. Mimi niwaambie, serikali haijalala. Imefanya mwaka 2010 kama tulivyoelezewa hapo, ikatuvusha kwa muda, ikafanya mwaka 2021 22 ikatuvusha kwa muda. Tulichukua hatua zile za kutuvusha kwa muda ule, lakini hatukuishia hapo. Tukatafuta fedha za kujenga mabwawa, ambayo hiyo kama nilivyowaambia, kinachofanyika sasa hivi ni masuala ya kitaalamu na masuala ya kumpata mkandarasi wa kujenga, kwa sababu masuala yote yanayohusisha masuala haya si masuala ya kubeba jembe na kuenda kuchimba, yanahitaji ufanyike utaalamu ili suluhisho litakalopatikana liwe la kudumu. Kwa hiyo la kwanza, niwahakikishie serikali imeshachukua hatua kuelekea kwenye kupata suluhisho la kudumu katika matatizo haya yanayojitokeza. Lakini si hiyo tu, nipongeze serikali ya wilaya na mkoa kwa hatua za awali ambazo wamechukua za kuwahamisha hapa na kuwapatia misaada ya kibinadamu. Na leo hii serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan tayari imeweka milioni 23 ili kuongezea fedha ambayo imehitajika katika matumizi ya siku hata siku. Na maombi niliambiwa ilikuwa milioni 67, 23 tayari zimeshakuja ili muendelee kuwapatia misaada ya kibinadamu inayotakiwa. Na hizo zingine, kwa sababu na waziri wa fedha yuko hapa na viongozi wanaohusika na masuala ya maafa, mawasiliano yataendelea ili kuweza kuhakikisha utu wa Mtanzania, utu wa Wanatindiga unalindwa, na kuhakikisha kwamba haya ambayo yamekuja, ambayo ni ya sehemu mabadiliko ya tabia nchi na sehemu ni mvua za Mwenyezi Mungu, yasisababishe utu wa Mwanatindiga, utu wa Mtanzania ukapotea. Kwa hii tayari hatua imeshachukuliwa, na leo hii milioni 23 zimeshakuja kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba misaada ile ya kibinadamu na huduma za kibinadamu zinapatikana katika eneo hili. Nitumie fursa hii kuwashukuru wale ambao tayari walinyosha mkono wao. Tunawashukuru sana. Huu ndio Utanzania, kwamba tatizo limetokea, wenye utu wameorodheshwa hapa, tayari wamewaunga mkono ndugu zetu ambao wamepatwa na shida hii. Huu ndio undugu, na huku ndio kuguswa hasa na jambo linapotokea. Sio ule watu wanapopata tatizo wengine wanafanya ni mtaji wa kisiasa, na hawa watu hata hawajifunzaji, hawajuagi kwamba hilo ndio linalosababishaga wasishinde. Ndio maana hawashindaji, kwa sababu watu wakipata tatizo wao wanafanya mtaji, na wameshakuwa. Maana tuna vyama vingi muda mrefu sana, ni umri wa mtu mzima. Huu umri wa mtu mzima ukiwa ujifunzi hivi, sisi kwenye tamaduni zetu inakuwa aibu hivi. Watu wakipata tatizo unatakiwa uende kutoa msaada, umnusuru kwenye tatizo. Sio mtu akipata tatizo wewe unakimbilia kupiga picha ili wewe unakimbizana kupata picha nzuri, mwenzako yuko kwenye